Mheshimiwa Ndejembi yuko kwenye majukumu mengine, lakini amenituma leo nije nyumbani kwa ajili ya kushuhudia uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali katika sekta ya nishati. Viongozi wangu mlioko mahali hapa, hii ni moja kati ya miradi mingi na mikubwa ambayo inatekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Mmekuwa mnaniona kwenye vyombo vya habari, nimeshazunguka maeneo mengi kwa ajili ya kuangalia hali ya uzalishaji wa umeme, hali ya usambazaji wa umeme katika nchi yetu. Kubwa ambao leo nataka nitoe kama ushuhuda hapa nyumbani ni kwamba umeme ambao tayari tunao na tunaozalisha ni mwingi sana, kiasi kwamba tunaweza tukautumia kwa miaka 2-3 ijayo bila kulazimika kutafuta vyanzo vingine vya kuzalisha umeme. Na tunaweza kuhudumia, amesema vizuri injinia, tunaweza kuhudumia mpaka na nchi jirani na tusiwe na changamoto kwamba tuna uhaba wa umeme. Kubwa ambalo sasa hivi Mheshimiwa Rais kupitia sisi watendaji wake tunamsaidia kuhakikisha tunaweka miundombinu ya kusafirisha umeme huo kutoka kwenye vyanzo na kuuleta kwa wananchi. Na gharama ya ujengaji wa miundombinu hiyo ni kubwa sana, lakini kwa sababu sisi wa Tanzania tunalipa kodi na kwa sababu sisi wa Tanzania tuko tayari kutumikia taifa letu kupitia fedha zetu wenyewe za ndani, tumeona pesa nyingi imeletwa hapa, inaendelea kufanya kazi ya kujenga miundombinu ya kusafirisha umeme huo ili uweze kutuhudumia sisi Wanashinyanga, mikoa ya jirani na hata nchi jirani. Kwa sababu hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwanza kwa kutupa sisi wana Ibadakuli heshima ya kutuongezea pesa kwa ajili ya kupanua kituo hichi cha kupoza umeme, lakini Ibadakuli itakuwa ni maarufu kwenye paka nchi jirani kwa sababu itakuwa ni moja kati ya kituo kikubwa sana ambacho kitapeleka umeme Uganda, kitapeleka umeme Kenya, lakini kitahudumia mradi mkubwa wa kimkakati unaoendelea kutekelezwa wa SGR. Kwa sababu hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuleta fedha za kutosha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu mkubwa katika sekta ya nishati. Ndugu zangu Wanashinyanga, kubwa ambao nataka nisisitize kupitia wakandarasi wetu, tunao vijana wa hapa Ibadakuli ambao wanaweza kushiriki katika kufanya kazi hizi ndogo ndogo za mikono na za ujuzi. Wakandarasi wetu tunaomba muwape kipaumbele vijana wetu waweze kufanya kazi katika eneo hili. Hilo sio kwamba ni ombi, ni sharti la kisheria ambao linataka kazi zote ambazo zinaweza kutekelezwa na watu ambao wanazunguka maeneo ya miradi wafanye watu hao. Nitafurahi sana na nitajivunia sana mimi kama naibu waziri wa nishati kuona vijana wetu wa mkoa wa Shinyanga wananufaika katika kushiriki ujenzi wa miundombinu hii. Na sio kunufaika tu kifedha. Nyinyi wakandarasi mtaondoka, mtatuachia mradi huu. Tukiuona kama wa kwetu na tumeshiriki kuutekeleza, tutaulinda na kuhakikisha kwamba mradi huu unakuwa salama kwa manufaa ya nchi na nchi zingine jirani na uchumi wa nchi yetu. Hilo ndilo kubwa ambalo nataka kulisisitiza. Baada ya kusema hayo, hapa tumeongozana na viongozi mbalimbali. Wako madiwani, yuko mwenye duka lake, mwenye chama chake, mwenezi wetu akiwa anamwakilisha mwenyekiti wa mkoa. Ningetamani sana niwakaribishe na nyinyi muweze kuzungumza kidogo. Kaka yangu hapa Masele, wewe ni mwenezi wetu wa chama.